Ile familia ni familia nzuri sana. Nimeona mtoto wa kike pale. Mtoto wa kike nimempenda kweli. Ana madini mazuri sana, tena sana. Nataka ndio kwa wewe pale. Ana madini mazuri sana. Madini mazuri kabisa. Mwanangu, kasoro yako ujuaji. Ujuaji. Acha. Mzazi yule mtoto wa kike akisha kuona na akisha kupenda, basi umepita, umempa mwanamke. Kwa hali yako mwenyewe utajiweka. Ile hali utajiweka mwenyewe. Kwenda kutulia pale, akwa kama mstaarabu. Ile ujuaji wako kwanza uache, ufiche kwanza mwanangu. Ficha kwanza ujuaji wako. Ujuaji wangu hapo ni nini sasa mama? Sio umeshaanza kunijibu. Na ndio kosa kwako ujuaji wako. Ni mjuaji, kile kitu najua, kile kitu najua. Mimi niko nakuita hapa. Nikwambie maneno. Bashikilia maneno yangu niko nakwambia. Unaanza kunijibu. Sasa unanijibu nini? Sasa hapo ujuaji wangu nini hapo mama? Yaani ushazoea kila kitu nikusema sema. Kila kitu nikusema sema. Njoo hivyo tena. Hakuna wataka kuacha tabia yako ya ujuaji. Wewe ndo mjuaji. Mimi ndo mjuaji tena. Wewe ndo mjuaji. Ni mkosa adabu wewe. Mimi ndo mjuaji mimi. Mimi ndio mjuaji kwako mimi. Wewe ndo mjuaji mama. Kwa sababu ungekuwa sio mjuaji usingeenda kunielezea mambo ambayo mimi hapa nayafanya. Nasema hivi. Mbona unataka kunisikia hivi? Sema mama, mimi sitakuwa mjuaji. Ongea. Mama. Sasa mimi ndo mjuaji. Wewe sio mjuaji mama. Sasa mimi hapo kwa salamu. Naomba uniambie mama, mimi sitakuwa mjuaji. Nasema sasa hivi. Mimi sio mjuaji mama. Mbona unataka kuniambia vizuri wewe? Mimi sio mjuaji sasa mama. Mimi nitakubali kitu ambacho sikifanyi. Mimi sio mjuaji. Mimi sio mjuaji. Mwanangu, nitakufanya aje mimi? Mbona nakwambia utaki kusikia kwa nini wewe? Utakusaidia kufanya aje mimi? Mtoto mmoja Mungu wangu. Utafanya aje mimi? Mama, sikio yako haya, mbona usikie? Nasema hivi, pale utaenda, ondoka nyenyekee pale mpaka mkwe wako akujue. Na aseme kweli nimepata na mimi mme wa mtoto wangu mstaarabu na anajua maadili ya dini. Unasikia nikwambia? Sawa. Umesikia? Ondoka jitulize pale. Toka mbio. Mwanangu Zai. Abe baba. Umepata mchumba. Lakini usiwe mjuaji kama walivyosema ujiji hapa. Atakuja mchumba wako hapa nyumbani. Naomba uoneshe utulivu kwake. Usiweke ujuaji wa aina yoyote. Na usiwe na maneno papara sana. Si unajua mimi babako nilivyo? Mimi cheka na watu, maswali mengi sitaki. Sasa baba, mimi ujuaji wangu uko wapi hapa? Maana kila siku nakuonaga tu ujuaji. Kila nitakachokifanya mimi kiwe kidogo kiwe kikubwa ni ujuaji. Sasa hata huko nitakapoenda kuolewa, nisiulize chochote, nisitaki kujua chochote, itakuwa ni ujuaji. Sasa ujuaji wangu uko wapi? Yaani kuniambia tu swala la mchumba tu hapo, usiwe mjuaji. Baba, mimi sijaona baba anakaa kila sana msakama mwenzake mtoto wake kwamba ni mjuaji. Wewe ni baba gani? Hauniteti hata siku moja. Kila siku tu ujuaji. Mimi sitaki hivyo. Ujuaji. Tasema ndio umekuwa ni chakula humu ndani. Sipumui, sili kwa raha, ni ujuaji. Nisikichelewa ujuaji. Nikifanya ujuaji, hapana. Hata wewe mchumba mwenyewe aishie huko, maana akija hata hapa nitafanya ujuaji. Maana kila saa ujuaji. So maisha hayo. Mimi nakosa bia maana nakonda baba, nakonda. Weka dogo ujuaji, kakubwa ujuaji. Mimi sitaki kabisa. Sijaona mbona wengine huko waambi na baba zao hivyo. Wewe ni baba gani? Inawezekana hata mama yangu kama vile alinidanganya. Wewe mimi sijaona baba kama wewe. Kila ujuaji. Hakuna kitu ambacho takaniona mimi nimefanya jema. Kile nitakalofanya mimi ujuaji. Hapa umeniita, unaniambia kabisa habari njema. Nikafurahia, nimepata mchumba na mimi, niende kwangu, nikakae. Sasa baada unipe maneno mazuri ya kunisimi mwanao, unaniambia usiende kufanya ujuaji. Kwa mimi mjinga, sina akili zezeta taira, niende kule tu nifanye ujuaji. Sasa wewe mchumba mwenyewe aishie huko kwa asije hapa. Maana akija hapa nitafanya ujuaji, sasa ndio ujue ni ujuaji vizuri. Maisha gani ya hivi? Mimi nimekuita hapa kwa ajili ya rafiki yako. Rafiki yako kama nani Kapi? Mimi Kapi amenishinda. Na naona kama niite wewe, mweke mwenzako chini, umwambie kwanza.
Nisikia baba? Nakusikia mama. Kapi kama rafiki yako, kapi kama mdogo wako. Mweke kwanza chini. Mwambie kisi mtu anakuaga. Rafiki yako ni mjuaji sana. Venye niko naongea hataki kunisikia kabisa. Na anaona kwenye ataenda huko mbeleni, asinde karibu. Ni kweli mama. Nimekusikiliza vizuri. Lakini niseme mtoto wako Kapi ni mjuaji sana. Na kila kitu anajiweka anajua. Na ndio maana hata mitaani Kapi hakuna naye mzungumzia vizuri. Kila kitu anakijua, kila kitu anakijua. Lakini hata maandiko yanasema tuwe vielelezo, tuwe barua za kusomwa na watu. Tuwe barua za kusomwa na watu, lakini barua ya mtoto wako imeshakuwa mbaya. Kila sehemu Kapi akipita aonekana yeye ni mjuaji. Yeye ni mjuaji. Jitahidi sana kumweka mtoto wako chini, na kwa sababu kuna tukio ambalo nataka litokee, na hivyo nitajitahidi sana. Nitajitahidi sana kuongea naye, ijapokuwa kama atanisikia, lakini nitajitahidi kwa uwezo wangu ambao nilionao. Lakini mweke mtoto wako chini sana. Kapi ni rafiki yangu. Kapi ni kama mdogo wangu. Na huwa ninamshauri tu mara kwa mara, lakini nitajitahidi tena kumweka chini na kumwambia jinsi gani kijana anastahili kuishi. Mimi nasema haina shida, nitamweka chini na nitaongea naye, wala usijali sana. Yaani mzee sijui upoje. Yaani kila siku ni ujuaji. Yaani jinsi alivyozeeka, basi na akili zake, mawazo yake, kila kitu vimezeeka. Sasa mimi hapana, mimi nishachoka. Ujuaji ndo kula, ujuaji kunywa, kila kitu. Hakuna kitu ambacho mimi nishawahi kusema hapa au akaniambia akasema mimi sio mjuaji. Mimi nachoka na nitaongea na mama. Hili swala siwezi kulikalia kimya. Baba gani wewe hataki hata kunitetea siku moja? Mimi nimekaa hapa, kaniambia maneno mazuri, nimepata mchumba na mimi naenda kuwa mke wa mtu, lakini sasa kilichofuata hapana, kwa kweli kama ndo kuolewa ndo ndo tutaitwa wajuaji sana. Mimi siwezi kukubali. Mjuaji. Baba. Hapana, kwa kweli. Ujuaji umezidi. Kama ndo hivi. Mimi siwezi. Siolewi. Akae huko. Kama ndo kuolewa ndo hivi. Siolewi. Yaani vinaanzia nyumbani. Huko kwa mme. Niulize mme wangu hamna sukari, ujuaji. Mme wangu tula, ujuaji. Mimi hapana. Kwa maisha hivi, hapana siwezi. Na wewe mwenzetu, ulosimama hapo kama mlingoti hata salamu hamna. Ulikuwa unanirekodi? Nikurekodi nimekuwa mazebugu. Maana hapa kwetu umesimama, naongea, upigi hodi na kushangaa. Namuulizia mzee Tonto nimemkuta. Tusameane, salamu nini? Mzee Tonto yupo. Shida. Niitia niletee muoaji nimuone. Kumbe ndo muoaji. Karibu. Mimi ndo muolewaji. Karibu hapa tuongee. Sky. Kuona kukaa baba, niambie basi nisimame tuzungumze. Unahisi adabu ni ipi? Unataka heshima? Wewe niambie, ukitaka nisimame nitasimama. Wewe si ndo muoaji baba? Heshima inaanzia hapa. Mimi si nakuwa mke. Nisimame. Tukae. Basi karibu tukae. Jitambulishe, unataka kuoa kwa mila gani? Kwani kati ya mimi nani ashua jitambulishe? Unaharibu. Mimi nimeanza kukuuliza. Nijibu alafu na unipe swali. Kabla kujibiwa kwanza anza kujipa kwanza wewe mwenyewe swali. Kwamba kati ya mimi na wewe mwanaume nani, mwanamke nani? Tumekuacha mwanaume na mwanamke. Kama ni hivyo, hata Tanzania isingemilikiwa na mwanamke. Nimekuuliza swali, unataka uoe kwa mila gani? Maana tunataka tujue tunaanzia wapi. Sina jibu. Unajibu. Sasa basi ongea kilichokuleta. Wewe ndo mwanamke mwenyewe wa kuoa? Kwa huyo alokuelekeza hapa au alokuonesha hii nyumba hapa, ukujua nani anaolewa? Mzee Tonto na mabinti wangapi? Sio mnakokotwa kama mizigo. Wewe niambie, wewe ni nani? Umefuata nini? Maana kuuliza maswali yangu hunijibu. Niambie kilichokuleta hapa nini? Namtaka Mzee Tonto. Mzee Tonto, ndio shida. Anionyeshe binti wa kuoa, sio wewe. Binti gani mjuaji?
Akuoneshe binti ya kuoa. Mzee Tonto ni babangu mimi, na mimi ni binti yake wa peke yake. Mimi ndio Zai, mtoto wa mzee Tonto. Sasa kama ana binti mwingine akuoneshe, lakini mimi ndo muolewaji. Wewe niambie, wewe ni nani na umefuata nini? Maana kama nimekwambia mimi ndo muolewaji, wewe ni muuaji. Nimekwambia ongea, utakuongea. Unaongea sana. Wewe nijibu baba, nijibu. Unataka uwe kwa mila gani? Tujue tunaanzia wapi, mambo yaishe. Mimi mwenyewe na hamu ya kuolewa. Ya Kibembe, ya Kiha, ya Kitanzania. Chagua wewe sasa hapo. Unataka kuolewa kwa mila gani? Kibembe, ni Muha. Sijakuelewa hapo. Zote nipo, zote. Chagua wewe moja hapo mbona unaishi. Sasa sikiza nikwambie. Wewe unataka kuoa? Msubiri mzee Tonto akuonyeshe mwanamke mwingine wa kuoa. Maana nakwambia mimi ndo muolewaji. Tuongee mimi na wewe tuelewane. Tujue tunaishia wapi. Mzee Tonto. Sasa msubiri mzee Tonto aje akupe mke. Yaani mama. Msiba. Karibu kijana. Mimi ndo mzee Tonto. Nataka nionyeshe mwanamke wa kuoa. Wewe ndiye napo sio mwanamke. Huyu ndiye mwanamke wa mimi kuoa. Ana maziwa. Ni mjuaji. Hata pia wewe ni mjuaji. Mzee, mimi sio mjuaji. Wewe na mwanao ndio wajuaji. Inawezekana hata na mama yako. Ondoka. Nitakuita wewe, ondoka, nenda. Ngoja pokea simu yangu. Sikuiona. Unajua kama simu ni ya mkononi. Samahani kwa hilo. Sawa. Kapi? Unajua kuna taarifa na vipata mtaani. Sijashazipata. Taarifa zipi hizo? Kapi, wewe ni mjuaji sana. Unajua katika mtaa wetu umeharibika kabisa. Watu wote tunaitwa wajuaji kwa sababu yako. Kwa nini ndugu yangu unataka kujirekebisha? Kwa hiyo ina maana umenisimamisha hapa ili unitukane? Kwani upendagi kuambiwa wewe? Uwe ujuaji wako wakati mwingine utakuja kukuponza. Jitulize mtoto wa kiume. Kwa hiyo wewe ni wa kike? Umejitaja mwenyewe. Unabwatuka sana na kuropoka sana ndugu yangu. Yaani mashauri nakupa tu. Uwe kijana wa kusomwa na watu. Kapi, wote kujiheshimu. Kijiji kizima. Kapi mkosefu wa adabu. Kapi mjuaji. Kwa nini usijiheshimu wewe kijana? Kwa hiyo wewe hapo ndo unajiheshimu. Ndio maana nakwambia. Naomba ujiheshimu Luka. Kama ninavyokuheshimu. Mimi ni mtu mzima najitambua. Sina ninachokifanya nisichokitambua. Wewe ni mtu mzima? Unaona hapa ni mtoto. Nanyonya mimi. Au natambaa? Mtoto wa mama. Hivyo. Ujuaji wenu. Kama mnadiscuss maisha ya watu. Sikia nikwambie. Kwanza nakuzidi umri. Mimi ni kaka yako na lazima nikuambie na nikuonye. Tafuta kuambia sio mimi. Acha ujinga wewe. Mbavu nini? Unatukana mimi? Luka, unakutukana mimi? Nakwambia. Unatukana mimi? Ninakwambia. Una bahati nimevurugwa. Na wewe usiendelee kunivuruga. Umevurugwa. Utazidi kuvurugwa hivyo hivyo. Kijana ovyo. Mwanangu, mbona umesimama hapo? Kuna nini ba? Ile sio nyumba mimi kuoa. Sio nyumba. Unanipeleka mimi kwa yule mzee Kipara? Mzee asiokuwa na adabu. Ananiita mimi mjuaji. Sasa kama mimi ni mjuaji, basi mimi ni mjuaji wa mwisho. Anaanza yeye, wanafuata wengine, mimi nitakuwa ni wa mwisho. Afu mama, kwa nini unamtetea sana yule mzee Kipara? Kwa nini unamtetea sana yule mzee Kipara? Haya yametoka wapi? Yametoka wapi? Bali utaoa. Sio yule binti nimempenda na baba yake pia. Utaoa, upende usipende utaoa. Mama, kiukweli mimi pale siowi na wala sina matarajio ya kuoa. Kwanza yule mzee ni mjuaji. Na licha ya ujuaji wake tu, mzee gani ambaye hana adabu? Na kufika na kumtukana mimi?
Ananitukana mimi ambaye natarajia kuwa mke wake. Kweli? Alafu leo hii mama ananiambia mimi nikawe kwenye ile nyumba. Kama mzee mwenyewe hana adabu. Huyo binti yake yeye vipi? Atakuwa na heshima kwangu mimi? Ninaingia tu mimi pale namkuta anazungumza. Ina maana alikuwa anaimba taarabu. Bado unaoa. Mama siowi. Unaoa Zai. Pale siowi mama. Unaoa Zai. Kama unataka mimi nioe pale, chagua vitu hivyo viwili tu. Kuniacha niende napotaka mimi kwenda au kukaa mimi ndani kwako. Na kama unamtaka ule mzee, basi mimi nitakuacha uolewe naye yeye, sio mimi. Si mwanaume, ni mwanamke. Ha? Ni mwanamke? Kunioa sio vibaya. Kwa hiyo umesema wewe mjuaji. Familia gani sio kwa na adabu mama? Mimi ni kijana ambaye nataka nipate mwanamke mtulivu, mwanamke mstarabu. Sio kwa yule. Unataka nitukane mimi? Anizalilishe mimi mbele za watu? Kwa mwanamke gani yule ambaye unanichagulia mimi? Msimamo wangu ni ule unaoa pale. Basi olewa naye wewe. Mimi siwezi kuoa pale, olewa naye yeye. Mjuaji pumbavu. Sawa, mimi ni mjuaji. Hata useme hivyo. Pumbavu wewe, mjuaji. Mama. Beni. Nakuja kurudisha majibu ambayo nilituma kuongea na mtoto wako. Sawa. Ya kiukweli nilimuona Kapi, nikamuita, nikamwambia habari, lakini mtoto wako ni moto. So majibu ambayo amenijibu, majibu ya ovyo sana. Kwa tunamshauri kwa tabia zake ambazo anaenda sasa hivi, lakini majibu ambayo amenijibu so majibu mazuri kabisa. Mimi nasema mama, huyu kambare wako endelea kumkunja tena. Lakini kwa sababu ni rafiki yangu na nimeishi naye muda mrefu sana, nitaendelea tu hivyo hivyo kumshauri, lakini tulikuwa tunaishi naye kibishi sana hivi. Lakini kiukweli mtoto wako ni mgumu, ni mtata wa ajabu. Nimeshindwa kupata mwafaka kwa maneno ambayo nilimwambia, lakini sitochoka. Nitaendelea kumwambia, lakini kiukweli mama yangu, ule kambare wako utamkunja mwenyewe. Ndio majibu ambayo nilipewa kwa mtoto wako. Sawa baba, mimi nimeshukuru sana. Tena nimeshukuru kabisa kwa kunisaidia. Umeniheshimu. Tena nashukuru sana. Mbele yako tu mimi tumeshagombana. Tena tumegombana sana, lakini mwanangu sitachoka. Taendelea kumwambia tafanyaje. Sitafanya aje baba? Hivi mama, baba yupo? Babake na Kapi? Salama magumu hapa babangu. Sio kujibu aje. Ngumu ni kukujibu sasa hivi. Basi ana shida mama yangu, lakini samahani kama nimuuliza vibaya. Hapana baba, hujauliza vibaya. Ni sawa tu. Basi tutapambana. Haya baba. Nitakusaidia mama yangu. Nisaidie baba, usichoke. Wala usijali. Nisaidie kabisa. Yule ni rafiki yako. Haina shida mama, nitapambana naye. Haya baba. Nashukuru sana. Karibu tena baba. Haya mama. Mzazi mwenzangu, mimi nimekuja hapa ni kwa ajili ya watoto wetu. Na watoto wetu tufanye nguvu, watoto wetu waone. Unasikia mwenzangu? Watoto wetu naona wanaendana. Wanaendana kabisa. Kwa jumla mwenyewe najua tabia mtoto wangu. Nataka mtoto wangu aoe. Hata akajibebe majukumu yake mwenyewe sasa. Majukumu ya nyumba yake mwenyewe. Ndio mimi nimeng'ang'ania aoe. Sasa naomba sasa wewe tufanye nguvu kama sisi wazazi, tusimame. Sawa, hilo halina shida. Hilo halina shida kabisa kwa upande wangu. Mimi nafikiri wataoana tu, wala hilo ndio hofu kabisa. Kwa sababu watu wenyewe kwanza wamelingana hata vimo. Wanaendana vizuri sana. Sisi ndio wazazi. Tunajua kama sisi ndio wazazi wale watoto. Hawezi kutushinda nao. Ndio hofu kabisa kwangu mimi, wala hamna shida yote ile. Mama yangu ameniambia kuwa wewe ni mwanamke bora. Sasa kwani hujui kama mimi ni mwanamke bora au unahisi kwamba mimi ni bora mwanamke? Sio bora mwanamke tu. Ila sidhani kwamba mimi unaniridhisha kuwa mwanamke bora kwa maisha. Sasa kilichokuleta hapa nini? Kwa sababu tu ya mama yangu. Maana nimekuwa ni mtu ambaye ninajiuliza maswali mengi sana. Ubora wako wewe ni upi? Na kwa nini mama yangu analazimisha mimi nikuoe wewe? Afu una matatizo.
Hivi ubora wangu mimi uoni? Kwanza mimi ni mwanamke mzuri. Ni mwanamke ambaye nikiwekwa ndani, kweli mwanamke nimewekwa. Na kushangaa wewe niambie mama yako mwenyewe ananielewa ndio maana amekwambia uje unioe mimi. Maana babangu mwenyewe anakusifia, yule mwanaume bora. Si nini lakini sio ni bora wako. Bora mwenyewe kilaza. Ile akili yako sijui ikoje, yani sielewi. Afu unaniambia ni mwanaume bora, una ubora gani wewe? Sasa hapo ni wazi kuwa baba yako wewe mimi ananikubali. Anakukubali wapi? Utahira tu. Eti anakukubali? Na unajinadi kabisa hapa unakuja kuona mwanamke unajinadi yeye ananikubali. Wewe vipi? Sasa tufikie mwafaka. Ndicho kilichonileta hapa. Mimi sikupendi, wewe unipendi. Na sikupendi kweli. Nashangaa kinachokuleta hapa nini? Tufanye kwa ajili ya wazazi. Ndicho kilichonileta hapa. Makubaliano yangu tufanye kwa ajili ya wazazi. Mahari shingapi? Kwa makubali unanioa kishingo upande, sio kukubali, kishingo upande. Sawa, kishingo upande. Kwa hiyo nataka mahari. Sikiliza, mimi sitaki hela. Sitaki mahari unipe hela. Sitaki hela, nina kitu ambacho nataka unifanyie. Ukikubali, mimi mke wako. Unanioa kwa shangwe na vigeregere, unanioa. Sina nguvu za kubebana. Kwa nini umesikia mimi nakwambia kubebana? Sina hela za kukunulia na nini madera, vijola. Nikufanyie nini? Mzee Tonto ananunulia dera, ananunulia viatu, ananunulia mtandio. Kwako unafuata kitu gani? Tena usinivuruga nikakufukuza sasa hivi hapa. Sasa wewe nisikilize mimi ninachokiongea. Nisikilize ninachotaka kuongea. Sikia, mahari yangu mimi. Hapa nyumbani kwetu kuna panya mmoja anasumbua sana. Ni mkubwa, tumeshajitahidi kumtega kwa kila hali. Lakini tumeshindwa. Baba yangu anajitahidi, anachimba vyoo, vinaporomoka. Anajitahidi, anachimba vyoo, vinaporomoka. Sasa, kwa kuwa umekuja, unataka kunioa mimi. Unataka kunioa mimi kwa sababu ya mama yako. Haya, na mimi nakwambia kwa sababu ya baba yangu Mzee Tonto. Nakwambia aje? Uje wewe kama ulivyokuja hapa kama mzigo wa takataka. Sasa ndo uje uchimbe kile choo pale. Ukimaliza, ukitengeneze vizuri. Hiyo ni mahari yangu. Mbona umekuwa mpole? Futi ngapi hizo? Ni kwenda kapa. Futi 25. Niangalie huku basi. Sasa unaenda wapi? Wewe unataka kunioa? Sikia nikwambie. Watu wanaoa hawawagi bure. Lazima nione jasho lako. Ndio nitajua kwamba ni mwanaume ambaye atanilinda. Sasa wewe sio jasho. Wewe unataka kunichimbia mimi kaburi. Sikia nikwambie. Mimi mwenyewe tu futi 5 tu sina. Sasa unategemea ukija kutuona hapa wewe unaenda kunya wapi? Wewe ni mwehu. Kama utaki nenda. Toka kama utaki. Natoka. Toka. Natoka. Toka, unasubiri nini? Toka. Mtihani. Nenda. Kiukweli nimeishiwa nguvu kabisa mama wangu. Hivi wale ni kabila gani kwanza? Ile familia Wabembe wale. Kweli Wabembe. Wewe kuniambia mimi nichimbe futi 25 shimo. Ndio ni eti ndo mahari yake ya mimi kuweza kumuoa. Mbona hata mimi mwanamke nachimba? Ndio utashindwa kuchimba? Nani ya futi 25? Mimi mwanamke nachimba. Mama, sio rahisi kama unapofikiria wewe. Sio rahisi. Mimi mwenyewe tu hapa nilipo tu futi 5. Anataka kunichimbia kaburi? Siwezi kabisa. Yaani hapo bora hata angezungumza hela. Tungeomba tukapata hela. Lakini sio mimi kuchimba shimo ambalo linanizidi umri. Kwanza mimi naona fieri sana. Tena naona raha sana. Sio kwa mwanamke anakupenda. Ule mwanamke anakupenda sana. Tena nakwambia futi 25. Unastuka? Eti siwezi. Anakupima mwanangu. Anakupima oni mani lako. Kwa hiyo umempenda kweli? Mama umetoka rohoni.
Hakuna kupimana kwa hivyo mama. Umekuja unahangaika. Nimeambiwa hivi, nimeambiwa Mungu wangu, siwezi kufanya ujuaji wako, utaki kuisha. Isha kuweka chini mwanangu. Kile ni kifaa baba. Kile ni kifaa cha mwanamke. Ndio maana mimi napenda mtoto wa kike. Ukitoka naye hivi, nasema wewe nimeoa. Mwanamke wa fili, mwanamke wa maringo. Mwanamke atakuelewa tu. Ukishatoa maneno yako mazuri mdomoni, maneno matamu. Atakuelewa, atalanika. Sasa mama hapo kidogo unaanza kukuelewa. Sawa. Hapo unaanza kukuelewa. Kwa hiyo ina maana nizungumze naye tu vizuri tu. Nimkubalie kila anachoniambia. Ndio hivyo. Wewe nikamwambiaje mama? Maneno nasema ya kumremba. Mimi nakupenda sana Zai wangu. Kwa nini uko hivyo? Unamremba remba maneno kwa uzuri uzuri unatoka mdomoni. Hapo ndo jaribu. Sawa, nashukuru mwanangu. Karibu. Karibu. Naona ndo umekuja kuanza kazi yetu. Ndio. Haya. Karibu, lakini kuna jambo jipya limetokea tena. Maana ile kazi nilokupa naona kama vile ni ndogo, utawe kumaliza. Nimeona tu uchimbe 30 kabisa. Mbona 30 ni ndogo? Unaonaje uniwekea hata 100? Wewe umelifikiria kweli au umeropoka tu? Nimelifikiria kwa sababu ya uzuri ulionao, tabia yako. Nimeridhia. Yaani nimetoka na 25, nimeongeza 30, bado unasema hata 100 utachimba. Sasa jabu nini jamaa? Basi sawa. Sasa unaona pale ndo natakiwa uchimbe. Leo ukimaliza utaenda kwenu. Maana kazi itakuwa imeisha. Alafu tutazungumza mambo mengine baadaye. Kwa ajili yako. Una uhakika? Nakupenda. Samahani. Hivi unachokiongea unamaanisha kweli? Ndio maana nimejitoa kwa ajili yako. Unataka kuniambia unanipenda kweli? Uzuri wako, tabia yako. Wewe ni mwanamke mwema sana. Na unanifunza mengi sana. Sasa sikiza nikwambie. Unajua yale yote tulozungumza tufanye kama amepita. Hii kazi achana nayo kwanza. Alafu tuongee. Mimi nimekubali kuolewa na wewe. Na pia tutapanga mahari. Mambo mengine yafuate. Silikuwa tushamaliza mahari? Achana nayo. Naona kama vile nakuchosha. Tufanye, mimi sitaki mahari kubwa. Nataka tu ulete mashafu, alafu kazi itakuwa ni wako nifundisha Qur'an. Ili nisipotee. Fundisha. Sieti? Unatania wewe. Sikutani kweli, nipo serious. Nimekupenda. Mimi pia nimekupenda. Na nitapambania hilo. Kweli? Niambie kwanza. Kweli umeniambia nisichimbe au? Ukweli nakuapia. Usichimbe tena, naona tu nitakuchosha. Mwili wenyewe goigoi. Nakupenda pia. Asante. Haya. Basi mimi niko tayari muda wote, saa yote kuanzia sasa. Na wote mpaka ulipanga mimi niko tayari. Okay. Haya. Haya, bye. Haya poa. Mama, kikweli mimi nashukuru sana. Nashukuru mno. Kwa sababu kupitia wewe nimejifunza vitu vingi sana. Na pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa kile ambacho kinachostahili mimi kupata. Tumesharidhiana tayari. Tunapendana, nampenda, ananipenda. Na mchumba wako. Ni furaha hiyo.
Niambia habari mwanangu. Habari ndo kama zile zile. Mungu. Na mpaka dakika hii mambo yote yashakaa vizuri. Kinachosubiriwa tu hapa ni ujio wa wageni wa nyumbani na wa kwao basi. Lakini nachoomba mimi sasa. Nachoomba kesho kutwa isipite. Ni furaha hiyo. Kesho kutwa. Nashukuru mwanangu. Tunaenda kumaliza wiki mama. Hongera sana baba. Hongera sana nilivitu kukubali na wewe ukakubali. Nimefurahi sana Mungu wetu. Sina kwa nataka mama. Mungu ni mkuu mwanangu. Nimegombana mpaka na rafiki yangu Ruka. Tatizo kubwa lilikuwa ni ujuaji. Mwanangu. Umejielewa baba? Mungu wangu. Yaani mama, kikweli ujuaji mimi nimeacha. Asante sana. Na ujuaji ndio unaharibu vijana wengi wa hapa Ujiji mamangu. Sana. Na ndio maana tunashindwa kwenda popote pale. Sifa ya kwanza ni kuacha ujuaji. Kila kitu unachokisikia, unachotaka kukifanya, kisikilize kwanza kwa umakini. Umejielewa mwanangu? Acha. Tuko sitegemee Mungu wangu. Mpaka unaona huyu binti ameamua kukubali. Ni vipimo ulivyokuwa ukiniambia. Kwambie. Kutoka kwenye futi 25